Zaidi ya watu 25 wameuawa na mamia ya wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza Novemba 19 mwaka 2025. Jeshi la Israel limethibitisha kwamba mashambulizi hayo yalizinduliwa baada ya askari wake kushambuliwa na wapiganaji wa Hamas. Inadaiwa kuwa wanajeshi wa Israel walilenga maeneo kadhaa ya Gaza baada ya mashambulizi ya risasi kutoka kwa wapiganaji wa Hamas, ambapo taarifa za awali zinaonyesha kwamba walikuwa wakitumia silaha nzito kama vile mizinga na rocket. Mashambulizi hayo yalijumuisha mizinga na mabomu ya angani yaliyoshambulia maeneo ya makazi, vituo vya afya na miundombinu muhimu, jambo ambalo limeongeza machafuko na hali ya dhiki kwa raia wa Gaza. Watu wengi wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, huku vituo vya afya Gaza vikikabiliwa na uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu na madawa. Hali ya kibinadamu imekuwa tete zaidi kutokana na ukosefu wa huduma za afya na uhaba wa chakula katika maeneo mengi Gaza, ambapo watu wanakosa hifadhi na msaada wa msingi. Mashambulizi haya ni sehemu ya mfululizo wa mapigano ambayo yanaendelea kuhatarisha mpango wa kusitisha mapigano ulioanza kutekelezwa mwezi uliopita. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kati ya Israel na Hamas mwezi uliopita, mapigano yameendelea kushuhudiwa kwa vipindi virefu, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kutoheshimu makubaliano hayo. Mashambulizi haya hivi karibuni yanaongeza wasiwasi kuhusu uwezo wa makubaliano hayo kuhimili shinikizo la mzozo unaoendelea. Kwa mujibu wa mashambulizi hayo, Hamas imesema kuwa itaendelea kupigana na Israel ili kulinda haki za Wapalestina na kuzuia vitendo vya unyanyasaji kutoka kwa jeshi la Israel. Viongozi wa Hamas wamesisitiza kuwa shambulizi hili ni jibu la Israel kwa juhudi za Hamas kuendelea kupigania uhuru wa Palestina na kumaliza ukaliaji wa ardhi za Palestina na uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na Israel dhidi ya raia wa Gaza. Hali ya kisiasa na kijamii katika ukanda wa Gaza imeendelea kuwa mbaya, huku juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu ya amani zikiwa zimekuwa na changamoto kubwa. Mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa yameonya kuhusu athari za mashambulizi haya kwa maisha ya raia, na wameitaka Israel kuzingatia sheria za kimataifa na za kibinadamu. Aidha, msukumo wa kimataifa kwa pande zote kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano umeongezeka, lakini juhudi hizo zimegonga ukuta kutokana na upinzani mkubwa kutoka kwa pande zinazohusika.